Kapteni, mambo? Poa, mambo? Mzima? Alhamdulillah, niko poa. Hongereni sana. Asante sana. Tuambie kwa namna ambavyo mchezo ulikuwa, lakini ilikuwa ni ngumu kiasi gani, kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana kwa vile wengine walikuwa wanaamini hivyo, lakini imekuwa rahisi na mmevuka kwenda kwenye hatua ya nusu finali. Mchezo ulikuwa mgumu sana na tumepambana kuhakikisha kwamba tunaivusha timu. Nafikiri kauli mbiu ndio kitu ambacho kilizidi kutupa nguvu sisi kama wachezaji. Hii tunavuka, na kikweli tumepambana kuhakikisha kwamba tunaivusha timu katika haya ambayo ilikuwa inaendelea, kwa sababu ukiangalia timu karibia misimu 6 mfululizo tunaishia katika robo finali. Kwa hiyo mimi kama kapteni, jukumu langu la kwanza lilikuwa ni kuambia wachezaji kwamba hii hatua ambayo tuliopo kila mchezaji kaifanya. Kwa hiyo kama wachezaji wapya mna nafasi ya kuhakikisha kwamba naandikwa na kalamu nyekundu, kwa maana kwamba kuivusha timu hapa ambapo ipo kuipeleka stage nyingine. Na nashukuru kwamba wameweza kunisikiliza, tumefanya kazi kwa ufasaha kabisa kuhakikisha kwamba tunavuka katika hatua hii na kwenda katika hatua nyingine. Kitu gani ambacho labda mlikuwa mnazungumza hasa, kwa sababu ni mechi ilikuwa na pressure pengine kwa nje tu, hata kwa mashabiki wenu wengine walikuwa wameshindwa kabisa hata kufika kwenye uwanja wakiamini kwamba haitowezekana, wengine walikuwa wamekata tamaa? Sisi kwanza tulizungumza Misri. Hasa mimi niliwaambia wachezaji wenzangu, yani Simba katika uwanja wa Mkapa kashafanya mengi, kwamba yale ambayo hayawezekani yanawezekana. Hizi goli mbili ambazo tumefungwa ugenini zisitutoe katika mchezo, na nikajitahidi kuhakikisha kwamba tunazungumza mara kwa mara. Nashukuru wamenisikiliza, na kweli hicho ambacho niliwaambia ndicho ambacho kimetokea leo. Tumeweza kupata magoli mawili ya haraka kabisa kipindi cha kwanza. Tukajitahidi kuendelea kusikiza maelekezo ya mwalimu, kipindi cha pili tuweze kupata magoli la ushindi au magoli zaidi, lakini ikashindikana, na game kama ulivyoona imeweza kuamuliwa na hatua ya penalty. Mlifahamu ili kwamba Waarabu swala la kupoteza muda wako vizuri sana? Tulifahamu na walimu wetu walitueleza, na kipindi tunaangalia video zao tuliangalia aina ya mechi ambazo jinsi wanavyocheza, na tuliona kwamba hasa katika mechi ambazo wanakuwa ugenini ni watu ambao wanapoteza sana muda, lakini tulijitahidi kuhakikisha kwamba tunazungumza tuweze kupata matokeo ya haraka, ili wakifikia katika hatua hiyo ya kupoteza time muda tayari umeshashinda. Sawa, mipango imekamilika na mpo kwenye hatua ya nusu finali sasa hivi. Kitu gani ambacho sasa mmeplani pengine kwenye mashindano haya ya kimataifa? Plani ni kuhakikisha kwamba tumeshavuka katika hatua hii. Sasa tunapambana kuhakikisha kwamba tunaenda katika hatua nyingine inayofuata, kwa maana kwamba tunavuka hatua ya nusu finali tunaenda katika finali. Unaona inawezekana kwa namna ambavyo kikosi chako ukikitazama? Kwangu mimi inawezekana, na siku zote kama nilivyosema kwamba wachezaji wenzangu nazungumza nao, haya ambayo tunaendelea kuyafanya au ile ambayo tumelifanya leo lisiishie hapa, kwa maana kwamba bado tuna deni kubwa kuhakikisha kwamba timu inatakuwa ifike finali na timu inatakuwa ichukue kikombe, kwa maana kwamba malengo ambayo tumejiwekea sisi kama wachezaji au klabu au viongozi wetu ni kuhakikisha kwamba tunafikia mafanikio, kwa maana kwamba tunachukua kikombe. Ujumbe wako kwa mashabiki wa Simba kwa kila ambacho wamekifanya hapa, kwa sababu wameonyesha support kubwa sana kwenye mchezo wa leo na pengine imepelekea nyie mmefuzu kwenye hatua ya nusu finali? Mimi nawashukuru sana, wametoa support kubwa sana. Ukiangalia mazingira ya leo, hali ya hewa, ukizingatia leo ni siku ya kazi, lakini wamejitokeza kwa wingi, wamesupport sana. Nawashukuru, na niwaambie tu kwamba sisi bado tunaendelea kuhakikisha kwamba tunajiandaa vizuri kwenye michezo inayofuata, na hasa mchezo wa nusu finali. Kwenye ligi vipi? Pia malengo yetu msimu huu ni kuhakikisha kwamba vikombe vyote 3 tunachukua, na leo tumedhihirisha hilo kwamba tumeweza kuvuka katika hatua ya robo finali, tunaenda katika nusu finali. Kwa hiyo pia hivyo tutaendelea kupambana katika michezo yetu ya ligi, pia hivyo tutaendelea kupambana katika michezo yetu ya FA. Nikushukuru sana, hongera. Asante sana.